bro. Poa, mambo vipi? Safi sana. Yeah. Sikutegemea kama na wewe tunaweza kukuta hapa. Na wewe ni shabiki wa Injili. Kwa nini? Sikutegemea. Yeah. Wajua unamuuliza maswali, mtu anauliza maswali pia. Kwa nini hujategemea? Mimi nishazoea kukutana na wewe kwenye matukio ya entertainment na vitu kama hivyo. Leo tumekuona kwenye tukio la Injili. Kuna lipi ambalo limekuvutia kwenye matukio ya Injili mpaka ukamoja? Mimi nasikiliza muziki wa gospel na usisahau kitu unachofanyia kazi Clouds pia tuna kipindi cha gospel na siku hizi unajua pia muziki wa gospel unapigwa hata kwenye vipindi ambavyo ni vya muziki wa kawaida kwa sababu zina inspire nyingine. Kwa hiyo sidhani kama ni maajabu sana, na pia kuangalia pia ambao wamefanya vizuri wakipewa tuzo zao as kuwa part ya entertainment industry. Najua kabisa na gospel music inahusika humo ndani. Wewe kwa upande wako ni watu wa Injili nanilio wasanii wapi wa Injili ambao wewe leo unaona kabisa wanachukua tuzo hizi? Ni ngumu sana kusema kwa sababu nafikiri Joel Lwaga ametengeneza hit single ambayo imekata cross kwenye muziki wa aina yote. Nafikiri pia John Kavishe pia anaweza kuchukua tuzo. Unataka kunipa lawama tu hapa. Okay, sawa. Asante, lakini pia niseme hongera kwa kufika hapa. Kuna maneno kwamba tuzo hizi pengine kwa sababu zinatolewa kwa mara ya kwanza kwamba hazikuwekewa promo nyingi, watu sio wengi, mwamko sio mkubwa. Wewe kwa upande wako unaonaje? Sijafahamu sana kwa sababu ndo nimefika. Ningeweza kuingia ndani labda ningekuwa na majibu sahihi. Nafikiri kitu chochote kinakuwa kina mwanzo fulani na wanasema mwanzo ni mgumu. Cha muhimu ni kuanza. Then ameanzisha mtu, ameweza kuanza kutoa tuzo. Naamini mwakani usiku utakuwa umechangamka zaidi na watu wengi watarespond. Okay, maandalizi ya tuzo nyingi sana hapa nchini kwa sababu wewe ni shahidi, kumekuwa kuna malalamiko ambayo yamekuwa yakitolewa na kuwakatisha tamaa baadhi ya wasanii kutokushiriki katika tuzo hizi. Na leo hii ndio tumefika hapa kwa mara ya kwanza. Pengine unaweza ukatoa ushauri ili kuweza kuwatia moyo watu ili kushiriki hizi tuzo, wasikate tamaa kwa sababu lawama nyingi zimekuwa zikienda kwa waandaaji. Na tathmini yako nini kuhusiana na waandaaji? Wajua swala la tuzo, kila mmoja anahisi kwamba ana deserve kupata hiyo tuzo. Sijaona tuzo zozote zisizokuwa na malalamiko. Ni dunia nzima mpaka Oscars, Grammys, unaona kabisa. Hata mimi kama shabiki naona hii tuzo ilibidi apewe mtu fulani. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba hakuna siku ambayo tuzo zitafanyika afu kila mtu akasema nimefurahi sana kufika kwenye hizi tuzo kwa sababu kila mmoja amepata tuzo ambayo ana deserve. Wewe unaweza kumuona fulani ana deserve, kumbe wengine wanamuona fulani ana deserve zaidi. Inaweza ikawa ni maono yako binafsi, lakini kuna maono pia ya mashabiki na waandaaji, maybe kuna vitu vingine vya ziada ambavyo wanaangalia. So kwangu mimi natarajia malalamiko yatakuwa makubwa sana baada ya usiku wa leo. So cha muhimu kwa waandaaji wasikate tamaa kwa sababu ni ya kwanza. Kama kuna sehemu ya kurekebisha warekebishe, and then mwakani tunavokuja naamini makosa yatakuwa yamepungua, japo hayataisha. Niamini mimi, nukuu maneno yangu, hayataisha malalamiko na haya yataendelea siku zote. Zaidi ni kufanya kile ambacho ni bora zaidi. Bro, tufanye tathmini kidogo ya muziki wa Injili kwa sababu unajua utakuwa na experience tangu kipindi hicho back in days mpaka sasa hivi tumefikia hapa. Unaona ni vitu gani ambavyo vimebadilika kwenye muziki wa Injili, ama tuko wapi, transformation ya kutoka huko nyuma mpaka hapa unaionaje? Wasanii katika watu ambao wameimprove sana kwenye kazi ambao wanaifanya ni pamoja na muziki wa Injili. Muziki wa Injili wameimprove kuanzia kwenye video zao, kuanzia kwenye performance zao, kuanzia kwenye uandaaji wa album zao, matukio yao kwa ujumla wameyafanya kwa kuona kabisa hawa ni watu ambao wanaweka hela zao wakiamini kwamba wanatangaza muziki wao ambao una mashabiki ambao wao wanawahitaji. So kwangu mimi kila kitu kimeimprove. Kila kitu ni quality, and kinachofurahisha zaidi ni kwamba wameingia sasa hivi kwenye competition na wanatengeneza hela nyingi kuliko wasanii ambao wanafanya muziki wa kawaida. Hiyo ni jitihada ambao waliweka muda mrefu sana. Kwenye mauzo ndo usiseme, mimi nafahamu muziki wa gospel una numbers kubwa mno kwa sababu muziki wa gospel sasa hivi, samahani kama nitakuwa kuna mtu atajisikia vibaya, lakini muziki wa zamani wa Injili ulikuwa wanasema ukisikiza muziki wa Injili unaonekana umeokoka. Lakini sasa hivi umekata cross, unakuta mtu hata dini yake
sio wa Kikristo, lakini anasikiliza muziki wa gospel kwa sababu kuna inspiration anaipata mle ndani. So hii ni namna kubwa sana ambayo ameifanya kuweza kubadilisha mindset za watu wote na kufahamu kwamba muziki wa gospel ni muziki kama muziki mwingine na una watu wake na mtu yeyote anaweza kusikiliza. Yeah. Okay, pia tuzungumzie kwenye huu muziki wa Injili ambapo kuna watu wakiuangalia kama ulivyosema, back in days tulikuwa tunaona kama ni muziki wa wazee, lakini sasa hivi unaona hata waimbaji vijana kina Joel Lwaga, kina Paul Clement. Pengine hii creativity ya kuhamasisha vijana sasa hivi gospel inafanyika, unaona pia wao utasikia nyimbo ina hip hop ya gospel ndani yake, na pengine unaonaje creativity yao au vijana wanajitahidi sana kuwavuta vijana wengine kwa ajili ya kusikiliza gospel? Ikoje hiyo creativity yao? Hiyo ni nzuri sana. Nakumbuka mwaka jana kwenye maandalizi ya Christmas carols, mwaka juzi actually, walikuja wasanii wa muziki wa gospel na wakawa wanafanya muziki wa hip hop. It was amazing, kiukweli kabisa. Na ninachokiona hapa ni namna ambavyo nataka ufikishe ujumbe. Unajua ukitaka kufikisha ujumbe kwa watu, ishi kama wao. Kwa hiyo vijana wengi wanapenda muonekano wa watu, wanapenda aina ya muziki fulani. Nafikiri ujumbe wa Mungu pia unafika kwa njia rahisi sana kwa staili hiyo. Tuhitimishe hapa kidogo kwenye creativity hapo. Niseme kwenye matumizi ya lugha. Ulimtaja Joel Lwaga hapa. Tumeona baadhi ya nyimbo wasanii wetu wamekuwa wakichukua lugha za kutoka nje ama lugha za kigeni ambazo ukizileta huku watu wengine hawaelewi tafsiri, wanatafsiri ndivyo sivyo. Pengine kwenye matumizi ya lugha kwenye nyimbo hapo kuna ubaya wowote mtu akichukua neno la Nigeria, la Ghana? Kuna ubaya wote? Sidhani kama kuna ubaya wote. Zaidi ni wao wanaofanya huo muziki watusaidie na sisi ambao hatuzijui hizo lugha wakatuambia maana yake. Nafikiri hiyo ndio njia rahisi ambayo inaweza ikafanya tukaelewa wote. Lakini ujumbe as long as ni ule na unaeleweka, sidhani kama ni tatizo. Afu isitoshe, ili kuweza kuwafanya wasanii wetu wa Injili au wanafanya muziki wa gospel wasilalamike, inabidi wavuke nje ya mipaka. Wanapovuka nje ya mipaka ndio jinsi ambavyo mapato yao yataongezeka. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kitu kizuri kama wanaweza kukata across na kuionyesha dunia kwamba hata Tanzania kuna gospel na inafanya vizuri. Asante. Tumezoea kwenye muziki wa gospel beef mbalimbali kati ya wasanii, kitu cha kawaida. Lakini pia sasa hivi kuna beef kwenye kiwanda cha muziki wa gospel kati ya Bongo na Joel Lwaga. Kwa hiyo kutokana na uzoefu wako, unahisi ni sahihi kwa wao kuwa na beef na kuimba muziki wa Injili? Swali lako liko very tricky. Yaani mimi naamini kama beef inakutengenezea, sasa hapo najibu kama mimi. Kama inatengeneza hela, why not? Lakini kama inawashusha na kukuweka kwenye sehemu ambayo maybe kuna watu watakujaji tofauti, then kwangu mimi it's a wrong move. Yeah.